Karibu sana kwenye fundisho ya sasa hivi ambapo nitaenda kuzungumzia kuhusu ujumbe wa malaika watatu. Maana hapo ndipo kuna vita, maana shetani hataki ujumbe huu liweze kuenea katika ulimwengu ambao unaishi. Na hapo ndipo ilipo vita. Kwa nini shetani ameshughulika na ujumbe wa malaika watatu? Kwa nini shetani hataki ujumbe huu uweze kuenea katika ulimwengu wa sasa? Maana hapo ndipo kuna siri na kusudi la uwepo wa kanisa la Kiadventista wa Sabato. Kwa hivyo ningependa ufuatilie kwa umakini sana, maana ni ukweli wa sasa, ukweli ambao unapaswa kuenezwa. Dada White anasema shetani daima anatafuta kutupa kivuli cha kuzimu juu ya ujumbe huu, ili kwamba waliosalia, wana masalio, watu wa Mungu wasitambue kwa wazi umuhimu wao, wakati wao na mahali pao. Lakini wanaishi na wanapaswa kutumia nguvu zao juu ya uzoefu wetu wa kidini wakati ungalipo. Kwa hivyo shetani ndiye ambaye anatupa kivuli cha ujumbe huu, maana anataka kufunika, kutia giza ujumbe huu, ukweli wa sasa, ama ujumbe wa malaika watatu. Shetani anachuki na ujumbe huu, anachuki na ujumbe wa malaika watatu. Unaposoma katika Great Controversy, Great Controversy, page ngapi? Great Controversy, page ama chapter 37. Chapter 37. Ama Great Controversy, unaposoma katika Great Controversy, unapata katika page ya Great Controversy 594 paragraph ya pili. Dada White anasema hukumu za kutisha zinazotangazwa dhidi ya ibada ya mnyama na sanamu yake, hiyo ni Ufunuo 14:9-11, zinapaswa kuwaongoza wote katika kujifunza kwa bidii unabii na kuelewa nini alama ya mnyama na jinsi wanavyoweza kuepuka kuipokea. Lakini watu walio wengi wanageuza masikio yao wasisikie ukweli na wanageukia hadithi za kubuni. Kwa hivyo, ukiondoa ujumbe wa malaika watatu, watu hawataelewa mnyama ni nani, watu hawataelewa sanamu inaundwaje, alama ya mnyama ni nini, wanawezaje kuepuka kuipokea alama ya mnyama. Kwa kifupi ni ya kwamba ujumbe wa malaika watatu unapoondolewa, unawaandaa watu kuipokea alama ya mnyama. Ujumbe wa malaika watatu unapozimwa, unawaandaa watu kusimama waaminifu kwa Mungu, ama kusimama kikamilifu kwa upande wa Yesu. Ujumbe wa malaika watatu ndiye ambao inafanya watu waamke na kujiandaa. Kwa hivyo shetani anapotaka kuondoa, anataka kundi kubwa, wakiwemo wa Adventista na wale wasio wa Adventista, waweze kuangamia, kwa sababu wameuacha ule ukweli, ule ujumbe wa sasa ambao ni ujumbe wa malaika watatu. Dada White anaendelea kusema katika Early Writings chapter 63 ama page 63.1,
63.1 Early Writings. Anasema kuna kweli nyingi za dhamani katika neno la Mungu, lakini ni ukweli wa sasa ambao kundi lina uhitaji sasa. Nimeona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka kwa mambo muhimu ya ukweli wa sasa, kukaa juu ya masomo ambaye hayakuhesabiwa katika kweli. Kwa hivyo shetani atachukua nafasi ya ukweli ili kudhuru watu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu mweze kulifahamu hilo. Shetani anataka kuliondoa ujumbe huu ili watu wengi waweze kupotea. Inasema ya kwamba, ama inaendelea kusema, ama dada White anasema aliona hatari ya wajumbe kukimbia kutoka mambo muhimu ya sasa. Wanawacha ukweli wa sasa, wanaacha masomo ambayo yanapaswa kufundishwa watu na kuyafuata mapokeo ya wanadamu. Tunafundisha, tunahubiri na tunafanya kila namna kuona ya kwamba watu wamepata mafundisho. Tunatunza sabato, tunafanya haya yote. Lakini dada White anasema ya kwamba kuna ujumbe nyingi za dhamani ambazo zinapaswa kuhubiriwa watu katika nyakati hizi za mwisho. Ujumbe gani? Ujumbe wa malaika watatu. Tukiwacha ujumbe huu, inamaanisha ya kwamba shetani amefaulu juu ya ujumbe huu. Anapoona sisi wajumbe tunapohubiri mambo mengine sio ukweli wa sasa, shetani anafurahi, maana anachukua faida. Lakini tunapotaka kuhubiri ukweli, vita inaibuka, maana shetani hataki ujumbe huu uweze kufikia watu. Hatari sana. Hii ndio inapaswa, ama ujumbe huu wa malaika watatu ndio inapaswa kutakasa watu wa Mungu waweze kuwa tayari na kusimama waaminifu kwa Mungu, lakini shetani hataki. Tusome paragraph 2 hiyo 63.2. Lakini masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu yamehesabiwa kikamilifu kuelezea vuguvugu ya marejeo lililopita na kuonyesha msimamo wetu wa sasa. Ni nini hiyo? Kuimarisha imani ya wenye mashaka na kutoa uhakika wa utukufu ujao. Haya nimeona mara kwa mara yalikuwa ndiyo masomo makuu ambayo wajumbe wanapaswa kukawia kwayo. Masomo kama vile patakatifu katika uhusiano na siku 2300. Kwa hivyo anaposema masomo kama vile patakatifu katika mahusiano siku katika uhusiano wa ule unabii wa Danieli siku 2300. Hapa nabii anataka kutuelekeza uniano wetu na patakatifu, kueleza kile kilichoanza 1844 Yesu alipohama kutoka patakatifu kwenda patakatifu mno. Na kuanzia hapo mpaka Yesu anarudi, ukweli wa sasa ni ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Hiyo ndiyo ujumbe ambayo ilianza pale 1844 mpaka Yesu arudi. Hizo ndizo jumbe ambazo zimesheheni ukweli wa sasa. Hivyo tunapaswa kufahamu ya kwamba tunapoongelelea kuhusu patakatifu, tunaongea ama kila ambacho kilitokea mwaka wa 1844 ina maana gani? Hukumu ya upelelezi inaanza aje? Inaanza vipi? Je, baada ya hukumu kwa walio hai kumalizika kwa kanisa la Mungu, ni nini kitatokea? Sheria ya Jumapili itatangazwa. Sheria ya Jumapili ikitangazwa, wale waliokwisha kujiandaa kusimama imara
ndio ambao watapokea mvua ya masika. Hebu na Mungu aweze kuwabariki kwa ujumbe huo.